wananchi wamekuwa watulivu katika kipindi chote. Wilaya zote zilikuwa shwari, usafiri uliendelea kama kawaida, bajaji, bodaboda na hais na magari mengine makubwa ambayo yalikuwa yanakwenda Same na yanakwenda maeneo mengine. Masoko yalikuwa yako wazi na baadhi ya maduka yalifunguliwa, na kuna wengine walifunga kwa sababu ya kuogopa jambo moja ama lingine, lakini tuliwaondoa hofu na kuwaambia waendelee na shughuli zao kama kawaida. Kwa ujumla, mkoa wa Kilimanjaro ulikuwa shwari. Kwa sasa shughuli zimerejea kama agizo la Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu kwamba shughuli za kijamii sasa ziendelee kwenye mikoa mbalimbali, na akaagiza kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya shughuli ziendelee. Huduma nazo zimerejea kama mnavyoona hapa, ofisi ya mkuu wa mkoa watumishi wako wanaendelea kufanya kazi zao, maafisa mbalimbali wako wanaendelea kufanya shughuli zao. Lakini mwisho nichukue nafasi hii kutoa shukrani na pongezi kubwa sana kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa ngazi ya mkoa. Nawashukuru wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa usikivu mkubwa sana ambao umetusaidia kufika leo hapa tulipofika kwa amani na utulivu mkubwa. Mkoa wetu wa Kilimanjaro uko salama sana na umeendelea kuwa salama tangu tarehe 29 ambapo tumefanya uchaguzi, na baada ya uchaguzi pia hali imeendelea kuwa tulivu na salama, na yote haya yamewezekana kutokana na ushirikiano mkubwa sana ambao Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ameelezea vizuri hapa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kudhibiti hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu. Hiyo ndio ilikuwa kipaumbele chetu cha kwanza kabisa, kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro hauwezi kupata madhara yoyote yale katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ninawashukuru sana watumishi wote wa serikali kwa namna ambavyo wametimiza wajibu wao kutekeleza majukumu yao ipasavyo, na ndio imepelekea hali tunaiona sasa katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa wito ambao napenda ni useme hapa ni kuwataka sasa watumishi warudi makazini. Watumishi wa serikali, watumishi wa taasisi mbalimbali za umma warejee makazini kuendelea kufanya kazi za kuhudumia wananchi. Kila mmoja afike ofisini afanye kazi. Haya ndio matarajio ya serikali na maelekezo yameshatoka kwamba sasa huduma mbalimbali zinatakiwa zirejee katika ofisi zetu. Kwa hiyo kila mtumishi wa umma mahali popote alipo anatakiwa afike kwenye ofisi yake atekeleze majukumu yake ya kuhudumia wananchi. Niendelee kuhakikishia wananchi wa Kilimanjaro jeshi lao waendelee kuliamini chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa na uongozi wote wa mkoa. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, wananchi kwa kipindi chote tuliwahakikishia usalama na watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao bila hofu yoyote mpaka sasa, pamoja kwamba majukumu mengine yamerejea kama kawaida. EuroAsia Universities Limited. Je, wewe ni mwanafunzi uliyefanya maombi ya vyuo na haujachaguliwa au umechaguliwa kozi ambayo haikuwa ndoto yako? Na je, wajua kuwa nchi za wenzetu kama vile China, UK, US, Canada, Romania na Poland wana Januari, March na September intake? Ondoa shaka, EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ipo kwa ajili yako. Tunakuunganisha na vyuo vikuu nje ya nchi kupata kozi ya ndoto yako kwa gharama nafuu kabisa na kwa haraka zaidi. Pia kwa wale waliomaliza degree wanaweza kujiunga na vyuo vyetu marafiki vya Ulaya na kuweza kuendelea na masters huku wakifanya kazi, na hivyo kuweza kuchangia ama kulipa gharama za masomo bila kumsumbua mzazi. Tupigie simu 0765 767556 au 0653310603 au tembelea ofisi zetu za EuroAsia Universities Limited zilizopo SkyCity Mall, Ardhi Road, karibu na Mlimani City, Dar es Salaam. Lakini pia tupo Mshindo Iringa, Dodoma Road. EuroAsia, tunakata kiu yako.